Simoni Mwai, ni wakili anatoka Arusha. Nilikuwa nimekuja kwenye kesi ya leo pamoja na mawakili wenzangu. Kama alivyosema wakili Dr. Nchala, kesi imesikilizwa kwa njia ya mtandao. Upande wa utetezi tumepinga kwamba isisikilizwe kwa njia ya mtandao, na kama maelekezo ya mshtakiwa mwenyewe kwamba anataka kesi yake isikilizwe kwenye mahakama ya wazi, ambao wao wote ambao wanamshtaki waje watoe maelezo yao, na vile vile umma. Kesi imefunguliwa kwa jina la wananchi wa Jamhuri ya Muungano ambao wana maslahi ya moja kwa moja kuja kusikiliza shauri dhidi ya huyu anaitwa mhaini, dhidi ya huyu anaitwa ametawanya habari za uongo. Sasa uamuzi ndio umetolewa hivyo. Jaji amesema ana mamlaka, mahakama yake ina mamlaka kusikiliza hakimu kusikiliza kwa njia ya mtandao, pamoja na kwamba mshtakiwa ameweka wazi kwamba hawezi kushiriki shauri hilo kwa njia ya mtandao bila umma wa Tanzania wawepo. Chokifanya sasa hivi ni kupata hizo hukumu mbili, hiyo ya ambayo ilitolewa asubuhi na ambayo kesi yake itakuja Jumatatu, halafu na ile nyingine ya pili ya haina ambayo imepangwa irudi tena kusikilizwa tarehe 6 mwezi wa tatu. Tukipata hizo hukumu tutazichambua, halafu tutajipanga ni kwa namna gani tutaenda mbele. Ninapenda kuwashukuru ninyi waandishi wa habari kwamba mmefuatilia jambo hili kwa makini kwa kweli, na kuwaarifu wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba tuendelee na moyo huo, kwa sababu ndio elimu yenyewe. Tusikate tamaa kuwahabarisha dini watu, na nitaomba kwa vile waandishi wa habari wako wengi na mnatengeneza hela, hizo taarifa mnazozitoa kwa umma ziwe ni za kweli, msiongeze chumvi sana, vinginevyo wananchi hawezi kupata ukweli ambao unaendelea nene mahakamani. Ni hayo tu, na washukuru sana.